Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 26 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Porfiri, askofu. Porfiri alikuwa Myunani kwa kuzaliwa. Aliishi maisha ya ufukara ambao Yesu aliufundisha katika Injili. Alijiunga na utawa wa Wakapweke na kuishi jangwani kwa muda wa miaka 5. Baadaye alikwenda kuishi karibu na mto Yordani nchini Israeli ili aweze kutembelea mahali patakatifu na pia apate fursa nzuri ya kusali na kufunga. Akiwa na umri wa miaka 40, askofu mkuu wa jimbo kuu la Yerusalemu alimpa daraja la upadre, na baada ya muda mfupi alimpa uaskofu, akaongoza jimbo la Gaza nchini Israeli. Mtakatifu Porfiri aliweza kuwaongoza watu wengi wakashika imani ya kweli kutokana na mafundisho na pia miujiza yake. Alipata upinzani mkubwa kutoka kwa wapagani waliotaka kumuua kwa sababu aliwakemea kwa kuabudu sanamu. Wapagani hawa walipotaka kumkamata, alijificha chumbani kwa mama mmoja mzee aliyemkaribisha vizuri, akimletea mahitaji yote muhimu. Mama huyo mzee alimwambia kuwa anatamani sana kuwa Mkristo. Askofu akaagiza afundishwe na mwishowe alibatizwa. Mtoto wa mama huyu aliyeitwa Irene alipokuwa, Askofu Porfiri alimuuliza kama anataka kuolewa, akimwahidi kumtafutia mchumba na kumpa mali. Irene alimjibu askofu kuwa amekwisha mchagua Yesu Kristo awe mchumba wake, kwa hiyo hahitaji mwingine. Porfiri alifurahi sana, akimsifu Mungu kwa kuona jinsi neema ya Mungu inavyogeuza roho za watu. Irene alidumu katika nadhiri yake ya ubikira mpaka kufa kwake. Baadhi ya watu humheshimu kama mtakatifu pamoja na Mtakatifu Porfiri. Porfiri aliaga dunia mnamo mwaka 420. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Porfiri, askofu. Hakuna atakaye kwenda mbinguni peke yake. Utakwenda na wale uliowaongoa kwa mifano ya maisha yako matakatifu. Watakatifu wengine tarehe 26 Februari: Mtakatifu Mektilida, Mtakatifu Nestori na Mtakatifu Alexander, askofu wa Misri. Mtakatifu Porfiri, askofu, utuombee.